Na mtazamaji, nakaribisha tena kwenye sehemu yetu ya ukumbi baada ya taarifa hiyo moja kwa moja kutokea kaunti ya Nyeri. Bado nikeli na wageni wangu mwalimu Steven, vilevile mzazi Emily na mtaalamu wa masuala ya elimu Daktari Emmanuel Manyasa. Karibuni tuendelee na mazungumzo. Steven, kabla tuende mapumzikoni ama tufuatilie matukio mengine, ulikuwa unaelezea kuhusiana na changamoto ambazo nyinyi walimu mnazozipitia. Moja kwa moja, ni changamoto gani? Lalama za changamoto hizi zinasikika na serikali au wizara husika ama la? Bwana Nimrod, hizi changamoto ambazo tunazipitia pale shuleni, mimi binafsi nimeweza kuzitoa pale. Nafikiria hata kwenye studio hii niliweza kutetea kabisa, na ilikuwa kwenye taarifa zile za habari. Nikasema kwamba tunataka kujisimamia wenyewe. Hadi sasa lengo hilo halijafikiwa kikamilifu. Kule kujisimamia kunatoa nafasi gani? Kuna saidia nini? Kunatoa nafasi ya kuziba pengo aina gani? Kujisimamia wenyewe, jambo la kwanza ni kwamba kuna zile fedha ambazo zinatoka kwenye serikali, capitation. Tunapojisimamia wenyewe inamaanisha kwamba hizo pesa zitafanya kazi ambayo inafaa. Kwa mfano kujenga mahabara, kumpatia pia mwalimu motivation. Kwa sababu saa hizi tukiwa pale shuleni walimu hawana motivation. Nafunza tu, zile pesa zinaingia, lakini kazi yake haionekani kikamilifu pale shuleni. Kwa mfano kila mwanafunzi anapewa shilingi 15,000 kila mwaka. Na hizo pesa kutoka 22. Lakini kwa junior secondary wanapewa 15,000. Wale wa secondary wanapewa 22,000. Lakini unapofuatilia pesa hizo hazifanyi kazi ambayo inafaa. Wananunua tu vitu chache za mahabara, na mahabara haipo. Unapata hizo pesa mingi hazitumiki kwa njia ambayo inafaa. Kwa mfano wanafunzi wale wa grade ya 7, 8 na 9 inafaa pesa hizo zinunue mitihani, lakini shule nyingi kwenye nchi yetu hii ya Kenya ni kwamba wazazi ndio wanagharamia mitihani ambayo inafanywa pale shuleni, ambayo mimi kama mwalimu kutoka pale Nandi hainifurahishi kabisa kikamilifu, kwa sababu pesa hizo kuna mwanya ambao upo inapitia, na hatujui kwamba serikali haijasimama kikamilifu kuelezea kabisa. Yeah. Daktari Manyasa, sijui kama unaona pengine kuna hali ya kutaka kulemaza sekta ya elimu, na kama ni hivyo, nani anayefaidika? Athari inakwenda kwa nani? Sitaki kusema kwamba kuna nia ya kulemaza sekta ya elimu, sababu sina ushahidi. Lakini kuna mambo mengi tu ambayo yanafanyika ambayo tunaweza tukafanya vyema zaidi. Mfano ni hili jambo ambalo mwalimu ameliibua la mjadala kuhusu junior school. Wakati tulitengeneza mtaala ulinuia tuwe na shule ya msingi, shule ya junior na shule ya senior. Kwa sababu hatukupanga kutekeleza, tukawa tumepatwa na changamoto. Kwa hivyo ikabidi kwamba shule ya junior haitakuwepo. Sasa swali kwa maoni yangu ni, kama hatuna shule ya junior, ni wapi panastahili shule ya junior iwe? Ni kwenye shule ya msingi au kwenye shule ya upili? Kuna mjadala kuhusu fedha ambao ndio mimi nafikiri unapewa kipaumbele. Lakini swali ambalo ningependa kuuliza, mtoto ambaye yupo grade 6 anapewa capitation ya shilingi 1,420. Mtoto wa grade 7 anapewa capitation ya shilingi 15,000 kwenye shule moja hiyo. Mahitaji ya huyu mtoto yanabadilika kiasi gani kutoka grade 6 kwenda grade 7? Ndiposa fedha anazozihitaji ziongezeke mara 10. Lakini ukweli pia ni kwamba hizo fedha hazijatumwa kikamilifu. Mwalimu, hakuna shule imepokea 15,000 kutoka kwa wizara. Hilo nina uhakika. Kwa mwanafunzi wa shule ya junior hakuna. Mwaka jana wamepokea nafikiri 6,000. Haikufika hiyo pesa. Ni kama vile primary mwaka jana walipokea shilingi 580,
badala ya 1,400. Kwa hivyo bado kuna changamoto ya fedha ambazo zinafika shuleni, lakini kwangu mimi tulipoteza njia kutoka kwa mtaala, hatutekelezi mtaala ambao tuliupanga. Changamoto ni vipi tunaweza turudie steps nyuma kidogo, tujiulize tumepotea njia wapi na ni vipi tunaweza tukajirudisha kwenye ile njia, sababu wakati tunatekeleza kitu tofauti na kile tumeandika chini tukasema hiki ndicho tutakachokitekeleza, matatizo yatakuwa tu mengi, ni mengi saizi, yatazidi kuwa mengi. Nafikiri kuna vita kati ya walimu wa junior school na walimu wa senior, na wasimamizi wa shule za comprehensive. Kwangu mimi kuna maswali ambayo pande zote mbili zinakosa kuzingatia. Jambo ambalo tuseme wasimamizi wa shule za comprehensive wanakosa kuzingatia ni kwamba ndio saizi wanaona kama itawasaidia wao kuwa wasimamizi wa hizo shule, lakini inawezekana kwamba miaka 10 ijayo wasimamizi wote wa hizi shule za comprehensive watatoka kwenye junior, sababu hawa ni graduates. Wengi wa hawa sio graduates. Itawezekana kwamba mwishowe shule za comprehensive zitasimamiwa na upande wa junior. Ni swali ambalo hawajajiuliza. Pili, wakati mmekuwa chuoni watu wawili, darasa moja, mmefuzu, mwenzako ameajiriwa kwenye shule ya junior, wewe umeajiriwa kwenye shule ya senior, career path zenu ni gani na zinakutana wapi? Huyu mwingine kilele chake ni kuwa mwalimu mkuu wa shule ya comprehensive. Huyu mwingine kilele chake ni kuwa mkuu wa shule ya senior. Mlikuwa darasa moja. Labda hata mmoja wenu mwenye ako junior alikuwa anafanya vyema kushinda huyu aliyepelekwa senior, sababu hakuna vigezo vinavyotofautisha nani atapelekwa kwenye shule ya junior, nani atapelekwa shule ya senior. Hili litazidi kuleta mkanganyiko miongoni mwa walimu wa junior na walimu wa senior. Lazima turudi nyuma, tutathmini na tuamue tutatuaje hilo jambo. Naam, bila shaka. Emily, kama ulivyosikiza mwalimu pamoja na daktari wakizungumzia kuhusiana na mgao wa fedha ambao unatoka kwa serikali kuelekea kugharamia mahitaji ya wanafunzi shuleni, ni kwamba fedha bado hazifiki kiwango kinachostahili. Hivi sasa kunatakiwa fedha pia ziwe zimepungua kulingana na maagizo ambayo yalikuwa yametoka kutoka kwa serikali. Inakutia hofu kama mzazi namna gani? Na pili, inakushangaza kwamba tunataka kutekeleza ndio mfumo ambao utasaidia mwanafunzi, tunatoa mapendekezo ya kuwasilisha pesa kwa shule, lakini utakuta mwalimu mkuu, utakuta mwalimu kama Steven anakuambia pesa hazijafika. Sasa mzigo unakuja kwako wewe kama mzazi, huo mzigo uko tayari kuubeba ama ni mzigo mkubwa zaidi? Asante Nimrod. Kiasi hapo kuna changamoto kuja kwetu kama wazazi, kwa sababu ukikumbuka vizuri mwaka wa 2020 tulipopata janga la COVID, wengi waliathirika. Wengi hawana kipato uchumi, kazi zilipotea, ziliisha, ikabidi wengine warudi mashinani. Sasa saa hizi wakati hizo fedha zijafika, ama pia vile wanasema zipungue, itaathiri wazazi. Ndiposa utapata pengine watoto wengi watakosa hata ile elimu ya chini, ile basic. Ningeomba serikali itilie maanani kwamba hao wanafunzi ndio viongozi wa kesho, na elimu ndio muhimu kuliko chochote kile. Hata mkulima anahitaji elimu. Bila elimu ni kama tutaangamia. Kwa hivyo wasipunguze sana. Ndio tunajua uchumi pia uko chini, lakini wajaribu kadri wawezavyo tusaidia wanafunzi. Pili, wasifinye wazazi sana, kwa sababu kuna wale hawawezi, yani hawajiwezi kiuchumi. Ndiposa unapata hata watoto wetu wako shule za public. Yes. Sasa hizi public wakikata nini, unaona tutaangamia. Sawa.
Nimekuelewa. Mwalimu Stephen, tupe uhalisia wa mambo kwa sababu unatokea katika skuli. Wakati serikali inapochelewesha mgao wa fedha kwa ufadhili wa masomo ya wanafunzi, nini hasa kinaathirika katika shule? Tupe mfano. Ni usimamizi, ni ununuzi wa vitabu, ni chakula ama ni vitu gani? Bwana Nimrod, wakati serikali inachelewesha pesa pale shuleni, mambo mengi huathirika. Na pia ninapozungumzia mambo haya ambayo yanaathirika ni kama vile, kwa sababu pale junior secondary school kuna vitu ambavyo vinafaa mwalimu aweze kutumia kama vile kalamu, na unajua tunatumia ile whiteboard, so inataka ile kalamu ya kuongeza wino na ni bei kali, so inatupa changamoto sana. Na pia vitabu vile vya kuandika inatupa changamoto sana kufanya ile kazi pale shuleni. Watoto wanahangaika, lakini kila ambacho ningeomba ni kwamba serikali inapotoa zile fedha zifike pale shule, zifike kwa muda ambao unafaa. Alafu pia ninapoongezea, wakati hizo pesa zinafika pale, ni kwamba sio wale walimu wakuu wote ndio wanafanyia ile kazi ambayo inafaa. Kuna shule zingine pia ambayo walimu wale wanapata zile pesa na wanafanyia kazi ambayo haifai. So serikali inatakana iwe macho kabisa, kwa sababu lengo langu mimi na walimu wengine katika Kenya yetu nzima ni kwamba yule mtoto maisha yake itakuwa vipi hapo kesho. Tunataka tuunde maisha yake iwe nzuri. Ndivyo. Yeah. Asante. Daktari Manyasi, kwa sababu tunazungumzia swala zima la elimu, lazima nilete swala ambalo limeleta mkanganyiko hasa katika majuma ambayo yamepita, na hili linahusiana na darasa magredi ya 10. Mtafaruku ambao umewakumba wazazi na hata wanafunzi kuhusiana na chaguzi walizofanya za shule ambazo wanataka kwenda. Mwanzo, unahisi kwamba ilifahamika zaidi na wanafunzi au kulitolewa mwongozo mzuri na serikali au hata walimu wakati wanafunzi wakifanya chaguzi ya shule ambazo walikuwa wanatakiwa kwenda? Ilifikia wakati ambapo baadhi yao wakaelekezwa katika shule nyingine ambazo hawakuzichagua. Sasa huo ndio mtafaruku huko. Tueleze bayana, mtaala kama huu ulikuwa umeangazia matatizo kama haya yatakuja baadaye, ama ni jambo tumelishtukia kwa sasa hivi? Nafikiri niseme kuna watu ambao wana nia zao na ambao hawataki kusikia maoni ya wengine. Ndio inachangia tuwe tulipo, sababu wakati walitoa draft ya guidelines za kutumika katika kuwapeleka watoto kwenye senior school, sisi tulikuwa na maoni na tulitoa memoranda, tukatumia wizara, tukawaambia tumeona changamoto zitatokea hapa na hapa. Sisi kama shirika la usawa tulitoa maoni, tukawaambia mwanzo mmesema 60% watanuiwa kuwa kwenye STEM. Tukawaambia haiwezekani kwa wakati huu. Haiwezekani kwa nini? Kwa sababu 35% ya shule hazikuwa na mwalimu wa STEM mpaka mwaka jana Januari. Kwa hivyo wanafunzi hao hawana msingi wa kuweza kuendelea na masomo ya STEM. Jambo la pili, tukawaambia asilimia kubwa ya shule zetu za cluster C hazina maabara, hazina walimu wa STEM, hazina msingi wowote wa kuweza kuwa shule za STEM. Kwa hivyo tukawa tumewaambia kwamba baadhi ya shule hizo ndogo ziwe ni shule za pathway moja ambayo ndio zina uwezo wa kutekeleza. Lakini baadhi ya walimu wakuu wakawa wanang'ang'ana, sababu wanahaja gani? Wanahaja wapate pathways 2, wapate wanafunzi wengi ndio wapate fedha. Ikawa sasa tunazingatia haja ya shule kupata fedha zaidi kuliko haja ya mwanafunzi kupata masomo yanayofaa. Wakati wanafunzi walichagua shule, kati ya karibu shule 10,000 za umma, kuna shule zaidi ya 3,000 ambazo hazikupata mwanafunzi hata mmoja amezichagua. Imelazimisha kwamba sasa hizo shule zipewe wanafunzi ambao hawakuzichagua. Kwa lazima. Ndio tatizo linatokea la pili. Tatizo ambalo tuliliona mapema na tukaambia wizara, walisema ili tuwe na usawa, hizi shule C1 hazichukui zaidi ya wanafunzi 2 kutoka kwenye shule moja ya msingi.
Tukaambia wazo hilo ni nzuri, lakini lina changamoto katika kutekeleza. Changamoto ni kwamba walimu wanapendelea wanafunzi fulani. Sasa kama wewe na mimi tuko kwenye darasa moja, tunabishana vizuri kwenye masomo, mwalimu anakupendelea wewe, atanizuia mimi kuchagua ile shule wewe unataka, ili nisije nikakukosesha nafasi hiyo. Na hii nasema nina ushahidi kamili kwamba kuna watoto walinyimwa kuchagua Alliance kwa sababu mwalimu anataka mwanafunzi mwingine aende Alliance. Ndio umeona wakati shule zimepeanwa, wazazi wengi wanarudi wanakuta watoto wao wametumwa kwa shule ambazo hawakuchagua, sababu walimu wakuu wabadilishie shule walizozichagua. Tulieleza wizara, tunaona changamoto hiyo inaweza ikatokea. Jambo ambalo lingine tuliona changamoto kulihusu, na ni jambo ambalo ningependa nilitaje sasa hivi, na ni mkashifu kidogo aliyekuwa naibu wa waziri wa rais Rigathi kwa kuanza kutupotosha. Kulikuwa na swala la wanafunzi ambao wataenda kama wakutwa kwenye shule kubwa. Kulikuwa na mwongozo ya kusema kwamba unaweza ukawa day scholar kwa shule hizi zinaitwa hybrid. Kwa sasa hakuna shule ambayo ni pure boarding. Shule zote either ni day ama ni hybrid. Lakini wakaongeza hapo, walimu wakuu hizi shule kubwa walikuwa wamekataa sana kusikwe na day stream. Wakati walipewa nafasi walikuja kusukuma kukawa katika mwongozo jambo kwamba utaruhusiwa kuwa day scholar ili mradi utimize standard ya shule hiyo. Tukauliza, hebu tufafanulieni mambo mnayoita standard ya shule. Na kwangu mimi nikaona kwamba sababu hatukupata fafanuzi, tukaona ni kama kusema wewe ni jirani wa shule kubwa, lakini wewe ni mtoto kutoka familia maskini, huna uwezo wa kutoa zile fedha wanatoa, mara motivation ya walimu, mara sijui nini, hautaruhusiwa kujiunga na shule hiyo sababu haukimu standard ya shule hiyo. Lakini mtoto ambaye anatoka mbali na mzazi wake ana uwezo wa kumleta asubuhi na gari na kumchukua na kutoa zile mahitaji shule hiyo inataka, ataruhusiwa kusoma hapo kama mwanafunzi wa kutwa. Kwetu sisi ni swali muhimu ambalo linafaa lijadiliwe. Na ambalo na hizi vibaya kwamba Mheshimiwa Rigathi ameleta ukabila nani akawa anapotosha mjadala huo. Ni muhimu tuulize, hizi jamii ambazo zina hizi shule karibu zitahisi vipi wakati wewe unatoka kando ya shule na mtoto wako haruhusiwi kusoma hapa kutwa, lakini mtoto mwingine anatoka mbali anakuja kusoma hapa kutwa kwa sababu mzazi ana uwezo. Zitaleta uhusiano upi kati ya shule na jamii ambayo hizi shule ziko ndani? Si swala la ukabila, na singependa lijadiliwe kwa njia za ukabila ilivyoanza kujadiliwa. Mwisho kabisa niseme kitu kwa wazazi. Saizi wazazi wanang'ang'ana kupeleka watoto shule. Kuna baadhi ya shule nilivyosema hazina uwezo wa kuwa STEM. Kama mtoto ameitwa kule kuwa STEM, tafadhali ruhusu mtoto huyo abadilishe. Sababu wizara ilipeana nafasi ya kusema watoto wanaweza wakabadilisha pathway kwenye muhula wa kwanza. Wazazi wengi wamenunua mawazo kwamba STEM ndio iko na kazi. Lakini STEM ina kazi kama umesoma STEM ya ukweli. Sio kama umeenda kwa darasa ambalo halina, shule ambayo haina kila kifaa na haina mwalimu aliyehitimu na ukatoka huko ukajiita STEM. Mimi leo kiniweka kwenye darasa nifunze na mwalimu wa music, hata ukiniita engineer baada ya hapo ni mambo yako, lakini ninachokifahamu mimi ni music, sio engineering. So wazazi waruhusu watoto kubadilisha. Serikali ishirikiane na wazazi na walimu wakuu wasaidie hawa watoto. Naam. Asante sana daktari, maana umetupa ufafanuzi mzuri, lakini kuna kitu ambacho umetaja na nitataka baadaye ufafanue pia na pamoja na mwalimu kwamba kuna shule ambazo si zote zinazoweza kutoa mafunzo ya pathways zote. Sasa tunataka tujue uhalisia wa mambo ni asilimia ngapi? Na je, kuna wasiwasi wa kwamba kuna walimu pengine watataka kuvutia wanafunzi waingie shule fulani wakidai kwamba wana uwezo wa kutoa pathways zote na hawawezi? Pili,
ni kwa nini shule haziwezi kutoa pathways zote? Kwani si ndio lengo la kutoa mtaala kama huu? Ndio lengo la kutoa elimu. Kwa nini iwe shule nyingine zinaweza, shule nyingine haziwezi? Nataka tumwazie swala hilo, nataka tulizungumzie baadaye. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni kidogo, usiondoke hapo ulipo. Ukumbi unaendelea leo tukizungumzia masuala ya elimu na changamoto ambazo zipo mbele yetu kwa sasa. Usiende pale.